Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki. Leo tunaanza somo la 6. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangalia Mungu anatupigania. Leo somo la 6 linasema adui aliye ndani. Fungu letu la wiki hilo kariri linatoka kitabu cha Yeremia 17 fungu la 10. Mimi Yawe na uchunguza moyo. 17. Ngoja nifungue hapa katika Biblia kidogo, kuna maandishi yamefutika hapo. 17 fungu la 10. Anasema, mimi Yawe na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. sawa. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa rehema zako nyingi. Amen. Tunaomba wiki hii pia ukatuongoze. Amen. Tukasikie ni ujumbe gani ambao Mungu anatupatia. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu anachunguza moyo. Hapo haina shida. Ikoje? Sasa tunachojua habari ya uaminifu na uaminifu kwa Mungu. Ulikuwa unahusishwa pia na ni kama uaminifu katika ndoa. Kwamba umeingia katika agano na Mungu. Umsikilize yeye, umpende kwa moyo wote, yote. Na huo inamaanisha kwamba umehusisha hata kiuno. Kwa lugha nyingine ni uaminifu wa kiagano. Sasa Mungu anachunguza. Na wale wachunguza wana wa Israeli. Wana wa Israeli sio aliingia nao agano pale Sinai. Na sasa amewaahidia atawaingiza nyumbani, atawapa nchi ya ahadi. Anataka ahakikishe ninyi kweli mtakuwa waaminifu. Na mtu mmoja anasema unapooa zile siku tu za mwanzoni muonyeshe sura yako hasa. Na hapa mwanzoni kabisa katika sura ya kwanza ya Yoshua tutaona Mungu anaanza kwanza ametoa masharti katika sura ya 6 pale anapowapatia Yeriko wana wa Israeli. So wanaenda ndio mji wa kwanza wa nchi ya ahadi kuteka. Tena anawaambia, anasema nimewapa lakini vyote mtakavyovipata hapo, mali zote mtakazoziteka ni zangu. Anapima uaminifu. Na hiyo ilikuwa ni sura ya 6:18 anasitiza pale. 6:18 anasema Yoshua yoyo, na ninyi msikose kujiepusha na kitu kilichowekwa wakfu, msije mkakitoa kitu kilichowekwa wakfu baada ya kukiweka wakfu, na ninyi hivyo mtayafanya matuo ya Israeli kuwa yamelaaniwa na kuyafadhaisha. Yaani hakuna baraka, hakuna uwepo wa Mungu. Maana umemkataa Mungu. Kama umeshindwa kuthamini vya kwake, atakaje atathamini vipi vya kwako? Kwa hiyo unakuwa umepoteza namna hii. Sasa Yeriko imeanguka. Masharti ilikuwa ni kwamba ukikutana na dhahabu, ukikutana na mavazi ya Babiloni huko na ni vitu vya thamani, ndio ilikuwa enzi hizo za thamani, umeteka nyara hizo, leta madhabahu. Mungu ndiye aliyekupa, mtambue. Sasa hebu tusome somo la Jumapili. Nasemaje? Kichwa kinasemaje? Uvunaji wa agano. Nasemaje? Uvunjaji. Yes, uvunjaji wa agano. Breach of the covenant. Sawa. 11 alafu 11 mpaka 13. Lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akani mwana wa Karbi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, mwana wa kabila Yuda alitwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. 11-13. Israeli wamefanya dhambi, naam wamelivunja agano langu niloagiza, naam wametwaa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Haya, inuka uwatakase watu, ukaseme, jitakaseni, muwe tayari kesho. Maana Yahwe Elohimu wa Israel asema hivi, kitu kilichowekwa wakfu kiko katikati yako, Israel,
Huwezi kusimama mbele ya adui zako hata mtakapokiondoa kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Hapo mbio maneno. Nani aliyekichukua hicho kitu? Kwa hiyo kichukua kitu kilichowekwa wakfu ni mwana wa Karmi. Aliyechukua kitu hicho ni nani? Ni Israel. Israel wote. So wote hao mataifa hawa hapa. Wewe umesoma? Sorry, Israel wote. Hapa katika fungu la kwanza 7:1. Maana Akani mwana wa Zarmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera na kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu. Alitoa. Alafu dhambi hiyo dhambi ya uvunjifu wa agano ni dhambi ya wote au ya mmoja tu? Ya mmoja tu. Umesoma vizuri hapo? Alitoa. Okay. Anasema waambie Israeli watoe hicho kitu waweze kusimama mbele ya adui zao. Kwa lugha nyingine ni wote wamefanya. Mimi nataka tuuone hapo. Kuna uhusiano gani kati ya dhambi ya mmoja katika kanisa au katika jumuiya? Kuna jinsi wote. Ikaonekana ni wote wameshiriki. Inakuwaje dhambi ya baba mtoto akashiriki? Dhambi ya Akani Israeli nzima ikawa imeshiriki. Na Israeli nzima inakuwa dhaifu kwa sababu ya dhambi ya Akani. Donge moja inakuwaje likachachusha kati mzima? Niambie. Unaona hapo? Hii inakuja. Ninavyoiona hapo ni kwamba walitakiwa wote waenende kwa usafi. Mmoja tu sasa ndio amechafua. Kwa hiyo sisi wote tunani? Akichafuka mmoja anaanza ndicho kirusi kinaanza kuambukizwa na kwa wengine. Kinaanza kusambaa. Ilisambaaje hii dhambi ya huyo mmoja? Ona dhani ilisambaaje? Ili affect vipi taifa zima? Ili affect taifa zima kwamba kuonyesha kwa lugha nyingine kualika miungu mingine ambayo Mungu, yani kwa sasa taifa linatembea na Mungu. Alafu kuna mtu kati yenu anamshikilia miungu mingine. Hapo Mungu hakutaka hicho kitu. Na ndio maana aliwaambia vile vitu wasitwae. Sasa wao yule Akani akaamua akatwaa kwa lugha nyingine akasambaza akaleta nguvu ya kigeni, miungu mingine ambayo Mungu hakutaka iwepo. Umesema vizuri, lakini nataka tuwe mfano. Hili ni glass. Bahati mbaya ingekuwa ni ya plastic ningesema nikitoboa hapa. Ni padogo tu hapa katundwa. Haya maji yote yataisha. Hata kama kwingine kote huko kuko vizuri, lakini hako katundu katafanya maji yote yapoteze. Baraka, uwepo, ulinzi wa Mungu ulipotea kwa dhambi moja. Hii inatuambia nini? Wakati mwingine kama kanisa, kama jamii tunadhoofika, tunakosa uwepo wa Mungu, tunaomba lakini havijibiwi. Alafu kila mmoja badala ya kuuliza tumefanya nini, kuchunguza tatizo ni nini, mtu anajichunguza mwenyewe. Sawa. Anasema lakini mimi mbona niko vizuri? Mungu mbona umetuacha? Ndivyo utagundua Yoshua baadaye wanaposhindwa mbele ya maadui zao wa Ai. Yoshua analia anasema Mungu umetufanya nini? Mungu anamwambia chunguza, nenda kachunguze, jitakaseni, pekua. Haya, watoto wanagonjeka hapo nyumbani. Mara kazi umepoteza. Mara sijui nini. Inawezekana wewe hujatenda dhambi, lakini inawezekana shetani amekaribishwa hapo na mke wako. Wewe uwajibiki. Na madhara yametokea ndani ya nyumba. Haya, nyoka ameingia ndani ya chumba, anagonga mtoto, anasema mimi sikuacha mlango wazi, ninyi ndio mtakuja kutoa wenyewe. Haya mambo ya kusema mimi siwajibiki. This is not true. Kwa hiyo covenant au ile agano Mungu aliingia na sio na Akani tu, na taifa zima. Na wewe na nyumba yako mmeokolewa. Kwa hiyo dini sio ya mtu mmoja. It's not just a matter of an individual. Ni ya wote. Kanisa ni la wote. Usafi ni wa wote. Akikosea na wewe beba jukumu. Aidha nenda kamuone. Ndivyo tunavyojifunza. Ukauondoe ule uovu. Sawa. Danieli anasema tumekutenda dhambi. Danieli sura ya 9. Tumekutenda dhambi. Kwa dhambi ambazo walifanya babu zao.
sijui labda kwenye ukoo wenu hapo Lubinzo, sijui kama mambo yote yanaenda sawa. Mimi Mwakalindile sijui kama yote yanaenda sawa. Lakini mimi nanipatia kitu fulani hapa. Kama mambo hayaendi sawa katika ukoo, katika familia, katika nani, anza kuchukua jukumu, anza kujichunguza, anza kutafuta mama hapa ikoje, kwani ilikuwa ye labda waliingia maagano, au la waliiba vya mtu, au waliua vya mtu, au nini. Tubu dhambi kwa ajili hiyo. Ponya taifa, ponya familia, Rafiki yangu, ninaamini mpaka hapo tutakuwa tumepata somo la kutusaidia pia kutoka kwenye uvunjifu wa agano ambao ulifanywa na mtu mmoja, lakini taifa zima liliwajibika. Ni wakati wa kuchukua hatua, wa kujitakasa. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Baba, tupe kuchunguza mpaka tutambue ni wapi shetani alipoingilia. Katika ndoa, katika familia, katika kanisa, katika taifa. Tupe kutoridhika na majibu mepesi. Tupe kukuita na kumulika dhambi kwa mwangaza wa Roho Mtakatifu na neno lako, na kufanya maungamo na toba ya kweli, kuvitoa vitakatifu vilivyoibwa, kuondoa vichafu vilivyohifadhiwa kati yetu na kuleta laana. Neema yako inatosha. Sasa Baba, mtoto wako ambaye Baba amekubali sauti hii, anajitenga na uchafu, nenda kampe macho, nenda kampe nguvu, nenda kampe kuwa safi, ili yeye na nyumba yake akapate kupona. Ni katika jina la Yesu, amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu. Tumefikia tamati siku ya kwanza la uvunjaji wa agano. Kesho siku ya Jumatatu tunaangalia dhambi yenyewe. Lubinza. Amen. Enos Mwakalindile, karibu sana.